Leo ni siku ya Ijumaa tarehe 30 ya mwezi Januari mwaka 2026. Na moja kwa moja ninayo furaha tele kabisa kukualika katika matangazo mubashara kutoka jijini Dodoma katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama unavyoshuhudia ndani ya ukumbi wa bunge, wabunge wameendelea kuchukua nafasi zao, na kinachongojewa ni kiongozi wa shughuli za bunge muda uwadie aweze kuingia ndani ya shughuli za bunge na ratiba ianze. Na kwa mujibu wa ratiba kama ilivyo ada, basi bunge huanza na dua, na mara baada ya dua basi kwa mujibu wa ratiba ya leo siku ya Ijumaa kutakuwa na kipindi cha maswali na majibu. Na kumbuka tu bunge lilianza siku ya Jumanne, na kutoka Jumanne mpaka hii leo tayari maswali 49 yamekwisha ulizwa. Abdalla Chikota. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mkandarasi anayejenga barabara ya Mnivata na Nyamba Tandahimba hadi Masasi anajenga kwa kusuasua sana, wakati ile fedha ili barabara ina ufadhili wa fedha kutoka Benki ya Afrika. Je, serikali ina mpango gani wa kumsimamia mkandarasi huyu akamilishe kazi kwa wakati? Majibu kwa kifupi, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Tandahimba kwenda Mitesa, huyo mkandarasi tayari tumeshakutana naye kwenye vikao vya juu kujua changamoto gani ipo, kwa sababu cash flow haina shida, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tunaika mabadiliko yatatokea makubwa sana, ikiwa ni pamoja tumemwelekeza kama kuna changamoto ya management kwenye kandarasi yake, basi aweze kuondoa hawa watu, na tunataka tuende na kasi kwa sababu cash flow ya huo mradi haina shida kabisa. Mheshimiwa Mnauye, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa mikoa peke yake iliyobaki kwa nchi nzima bara na visiwani ambayo haijaunganishwa na gridi ya taifa ni mikoa ya Lindi na Mtwara, pamoja na jitihada za serikali kuongeza mashine za kuzalisha umeme kusini, na tukizingatia kwamba sehemu ya umeme unaozalishwa katika nchi hii gesi inatoka kusini, lakini umeme wa kusini unaweza kukatika kwa siku zaidi ya mara 10. Ni lini serikali itawatoa wananchi wa mikoa ya Lindi na Mtwara kwenye kadhaa hii ambayo inaathiri maisha yetu na uchumi wetu wa kusini? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru kwa swali zuri sana la Mheshimiwa mbunge na nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya katika jimbo lake. Ni kweli mikoa ya Lindi na Mtwara ni mikoa ambayo haijaunganishwa kwenye gridi ya taifa, na kwa sababu hiyo serikali iliweka mradi pale wa kuunganisha Mtwara na Lindi kwenye gridi ya taifa kwa kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Songea kwenda Tunduru, Mtwara hadi kufika Lindi, na mkandarasi anaitwa Kalpataru yupo site, na kipande cha Songea mpaka Tunduru kinaendelea vizuri, na mkandarasi alikuwa ameshalipwa malipo ya awali kwa kipande kinachotoka Mtwara. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, swala la kupeleka umeme Mtwara na Lindi lilikuwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais alivyotembelea yeye mwenyewe katika mikoa hii wakati anafanya ziara. Tunafanya jitihada zote zinazoonekana kuhakikisha mkandarasi anaendelea kuwepo site, anafanya kazi kwa haraka ili tulivyokubaliana Septemba mwaka huu mradi kukamilika basi iwe hivyo hivyo. Tunawahakikishia wananchi wa Mtwara na Lindi ni kipaumbele kupeleka umeme wa gridi na kuunganisha Mtwara na Lindi katika gridi ya taifa. Hoja za serikali kwamba bunge sasa lijadili hotuba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa ufunguzi rasmi wa bunge la 13 tarehe 14 Novemba 2025. Majadiliano yanaendelea. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na majadiliano. Tuna wachangiaji wengi sana siku ya leo, kwa hiyo muda wetu utakuwa dakika 8. Kijakazi Yunus Mohamed.
Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutukutanisha hapa siku ya leo na mimi kuweza kupata kibali cha kuzungumza mbele ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa kuniona kwamba natosha na ninafaa kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niungane na wenzangu wachangiaji ambao kwa wiki nzima hii tumekuwa tukijadili hotuba hii ya Mheshimiwa Rais, na niseme kwamba imekuwa hotuba ambayo imeonyesha kwamba yeye ni mama mstahimilivu, mama msamehevu, lakini hotuba hii imejaa utu, imejaa uwajibikaji, imejaa upendo kwa Watanzania. Mimi leo naomba nijikite kuzungumza kuhusiana na sekta ya maji. Kwa nini maji? Kwa sababu ukizungumza maji kama tunavyojua unazungumza afya. Lakini ukizungumza maji unamzungumza mama, unamzungumza mwanamke, unazungumza ndoa nyingi ambazo zimevunjika kwa ajili ya kina mama kwenda kutafuta maji. Ukitazama ukurasa wa 17 kwenye huduma za kijamii, Mheshimiwa Rais anaeleza namna ambavyo alikuta hali ya upatikanaji wa maji na hali ilivyo sasa, na naomba nimnukuu. Anaeleza, kwa upande wa huduma za kijamii, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye sekta ya maji, ambapo hali ya upatikanaji wa maji ilipanda kutoka 84% hadi 91.6 mijini na kutoka 70.1 hadi 85 vijijini. Naunga mkono hili na naomba nieleze katika mkoa wetu wa Lindi. Wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, hali ya upatikanaji wa maji katika mkoa wetu wa Lindi ilikuwa ni 58% tu. Lakini leo tunapozungumza hali ya upatikanaji wa maji imefika 75%. Leo ipo miradi 18 ambayo inaendelea kutekelezwa. Miradi ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 150, na nitazungumza miradi miwili mikubwa. Mradi wa kwanza, mradi wa Ruangwa na Chingwea Lindi, mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 119. Mradi huu utakapokamilika utaweza kuhudumia vijiji 56 vya wilaya ya Ruangwa, wilaya ya Nachingwea na wilaya ya Lindi. Lakini hali ya upatikanaji wa maji itaweza kufika 85% vijijini. Kudhihirisha kwamba kazi inaendelea kwenye mradi huu, tarehe 21 Disemba Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alikuwepo pale, tulikuwa naye Ruangwa akituwekea jiwe la msingi la utekelezaji wa mradi huu, na tayari mradi ule umefikia 69%. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, upo mradi wa Mavuji wenye thamani ya shilingi bilioni 44 ambao ukikamilika utakwenda kusaidia upatikanaji wa maji katika eneo la Kilwa Kivinje, Kilwa Masoko na vijiji vya Nangurukuru, Singino, Chakama na Mavuji. Mradi huu mpaka sasa mkandarasi yupo site anaendelea na kazi na umefika 90%, na itakapofika mwezi Machi mwaka huu basi mradi huu utakamilika na Wanalindi, Kilwa, Nangurukuru wataendelea kunufaika na maji. Na nikwambie tu Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi ameanza majaribio ya kusukuma maji kwenye mradi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana na Mwenyezi Mungu akujalie kwa kunipatia nafasi hii. Awali ya yote, kwanza naomba nitoe pongezi kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa, lakini pia makamu wa rais, waziri mkuu wetu, mawaziri, manaibu na waheshimiwa wabunge waliochaguliwa na walioteuliwa. Hongereni sana kwa hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, development ni progress.
wakati nchi hii inapata uhuru walikuwepo wananchi milioni 5. Leo hii tunapozungumzia tupo wananchi milioni 70, lakini ukiangalia square mita za mraba za Tanzania ziko vile vile. Hiyo ndio growth, na hakuna rais kwenye nchi hii ambaye hajafanya development tangia tupate uhuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri, lakini naomba ninukuu, kuna sehemu ya mwisho kabisa. Maana siku zote ukitaka kujua kama hotuba mtu anaimaanisha ni closing statement yake. Anasema hivi: namuomba Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, anamwomba Mungu, anamtanguliza Mola wake, maana yake anapenda haki. Lakini pia amesema neno utumishi kwenye hiyo statement, na sio mtawala. Yeye ni mtumishi wa Watanzania. Lakini pia akasema tabasamu la utu. Inaonyesha dhahiri kabisa ana nia njema na ya dhati kwa sisi wa Tanzania ambao anaotuongoza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitie neno hapo. Tabasamu la utu ndio ngome ya mwanamke mwenye busara na hekima. Mengi yamefanywa hata kwenye jimbo la Mtwara vijijini. Hapa tunavyozungumzwa bilioni 434 kuna bandari inajengwa kisiwa Mgao, na sio sehemu nyingine yote Tanzania. Ndio itakuwa ni bandari ya kwanza Tanzania ambayo itakuwa ni dirty port, kupokea mizigo michafu na kutoa nje pia ya makaa ya mawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vingi vimefanywa. Kila mbunge anayesimama atamwaga takwimu, atamwaga bilioni, atasema ni hizi. Kwa hilo nimpongeze sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Mtwara vijijini lina kata 21 na wananchi pia wamenituma. Sio kwamba hakuna changamoto, zipo, na kama nilivyosema awali, development ni progress. Yapo mambo ambayo yanapaswa kuboreshwa. Bado tuna uhitaji wa maji baadhi ya kata. Tunaomba hilo tabasamu la utu litufikie sisi Mtwara vijijini. Lakini sio hilo tu, bado tuna changamoto za barabara. Tuna kilomita 614 na ndani ya kilomita 614 kilomita 8 tu ndio tuna barabara ya lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba tabasamu la utu litufikie sisi Mtwara vijijini. Bwana Premji, muda wako umeisha, malizia. Nashukuru, nimesikia kengele pili. Lakini sio hilo tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta ya elimu naomba niuie radhi na niliongelea hilo. Sio kwamba uendelee. Ndio. Mheshimiwa, nafunga. Close. Sawa. Close. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Mwenyezi Mungu ambariki Mheshimiwa Rais, awabariki viongozi wetu, awabariki Watanzania wote.